Crazy Rocket, now available on PMBet. Yes, kwa majina naitwa Nicholas Placide Ngiliule. Mimi ndo mwanzilishi wa kampeni ya Na Sisi Tunaweza. Lengo kuu la kampeni ya Sisi Tunaweza ni kuboresha michezo kwa wenzetu wenye ulemavu wa ngozi marubino, kwa sababu tumeona sasa hivi kwenye michezo mingi, kwenye ngumi, kwenye mpira na kwenye baadhi ya michezo mbalimbali hatuoni wenzetu wenye ulemavu wa ngozi. Kwa hiyo lengo kuu la kampeni hii ni kurudisha au kuboresha michezo kwa wenzetu wenye ulemavu wa ngozi, kwa sababu tunajua wana vipaji, wana uwezo, lakini kuna muda wanakosa jukwaa la kuonesha uwezo wao. Kwa hiyo moja kwa moja tumeanzisha hili bonanza kwa ajili ya kuwaweka wazi vijana wengi. Tutafanya mechi ya hisani kati ya waandishi wa habari, wasanii wa muziki, mabondia pamoja na watu mbalimbali maarufu. Tutacheza na timu ya Marubino Tanzania inaitwa Albinism Sports Club. Kwa kupitia mechi hiyo au kupitia bonanza hilo, kuna baadhi ya vijana mbalimbali, kuna baadhi ya wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu wa ngozi, wakishaona kwamba kuna vijana wenye ulemavu wa ngozi ambao wana vipaji, wanaweza wakacheza mpira, wanaweza wakacheza ngumi, wanaweza wakacheza netball, wanaweza wakacheza basket, mzazi ataona ni kama fursa, hatomficha tena mtoto wake ndani, atamtoa na kusema yes kwamba huyu mtoto anaweza. Ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu ambao tumekuja nayo inaitwa Na Sisi Tunaweza, lakini kwa sababu tumeshikwa mkono na wadhamini wetu wakuu British School, kwa hiyo tumeamua kuita British School Na Sisi Tunaweza. Kwa hiyo karibuni sana wadau mbalimbali, wadhamini ambao watahitaji kuja kuleta chochote kwa ajili ya kusapoti kampeni, watu maarufu, media mbalimbali ambazo zitahitaji kuja kusapoti. Karibuni sana. Tukio litafanyika tarehe 20 mwezi huu wa 12 viwanja vya Tabata. Tutaanza pale kutoka kuna vibe, tutapata msosi pamoja na timu ya Marubino, wasanii mbalimbali watakuwepo, wachambuzi mbalimbali watakuwepo, media mbalimbali zitakuwepo. Kwa hiyo yoyote ambaye utapata fursa ya kusikia hili jambo, unakaribishwa sana siku ya tarehe 20 viwanja vya Tabata shule mwezi huu wa 12. Kuanzia mishale ya saa 7 hivi tutaenda hadi saa 12 jioni hadi huko kunapoelekea. Baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa after party. Tukitoka hapo tutaelekea wapi kwenda kufurahi. Kwa uzoefu wako, hii ni mara ngapi kuweza kuandaa tamasha kama hili kwa ajili ya watu wenye albino na Sisi Tunaweza? Yes, hii ni tamasha la pili, kwa sababu tamasha la kwanza tulilifanya tarehe 19 mwezi wa 4, ilikuwa ni mkesha wa Pasaka. Alikuwa na ukubwa hivyo kwa sababu bado mwitikio wa watu ulikuwa ni mdogo. Elimu kwa wazazi kuhusu michezo kwa watoto wenye ulemavu wa ngozi au vijana wenye ulemavu wa ngozi ilikuwa bado ipo chini, lakini mwaka huu mambo yatakuwa bam kwa sababu wazazi wengi tayari taarifa zishawafikia. Tulipiga picha mbalimbali pamoja na wadau. Kuna baadhi ya clips ambazo zilitoka zikionyesha watu wenye ulemavu wa ngozi wakicheza soka safi. Kwa hiyo kupitia lile bonanza au lile tamasha ambalo tulilifanya tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu, basi mwaka huu la tarehe 20 litakuwa kubwa zaidi, kwa sababu kila mtu ameshajua kwamba yes, na sisi tunaweza. Kwa hiyo baadhi ya wazazi watawatoa watoto zao nyumbani na kuwaleta siku ya tukio. Na kwa wadau wote ambao wapo mikoani wenye uwezo, especially mikoa ya karibu, Pwani, naongelea Morogoro, Dodoma, mzazi kama una uwezo unamchukua mwanao unakuja kumleta. Atakutana na wasanii mbalimbali, atakutana na wachezaji mpira mbalimbali, atakutana na mabondia mbalimbali, atakutana na vijana wa timu ya Marubino Tanzania. Kapteni atakuja atazungumza hapa wa timu ya Marubino. Kwa hiyo moja kwa moja nafikiri mwaka huu kila kitu kitakuwa kizuri. Tarehe 20 tukutane viwanja vya Tabata shule. Kama mtu ana kipaji labda kwa mfano cha kuimba, anaweza kusaidiwa vipi? Yes, nafikiri kwa kuanza tumeanza na mchezo wa mpira wa miguu, lakini kunapoelekea hii kampeni itakuja kuhusisha michezo mingi. Tutaweza kuweka vipaji vya kuimba, tutakuja kuweka vipaji vya wacheza ngumi, tutakuja kuweka vipaji vya basket, netball pamoja na vipaji vingine vingi. Na bahati nzuri sasa hivi hata serikali imesaidia. Juzi nilikuwepo kwenye graduation ya vijana wanaomaliza JKT, nikawakuta vijana wenye ulemavu wa ngozi wapo depo. Ina maana kuna namna ambavyo sasa hivi tena ulemavu wa ngozi sio tatizo, ni changamoto ya kawaida ambayo mtu unayo, lakini haikuzuii wewe
kufanya vitu vyako vya umuhimu, haikuzuii wewe kwenda kuibua kipaji ambacho unacho. Kwa hiyo kwa mtoto mwenye kipaji chochote, siku hiyo karibu, kwa sababu unaweza kuwa una kipaji lakini hujamwona mwenzako mwenye ulemavu wa ngozi mwenye kipaji. Kwa hiyo kitokea umemwona mwenzako mwenye ulemavu wa ngozi ana kipaji afu umepata jukwaa, ina maana na wewe unaweza kashare na sisi idea yako. Bwana, mimi sichezi mpira ila nina kipaji cha kuimba, mimi sichezi mpira ila nina kipaji cha kucheza basket, mimi sichezi mpira ila nina kipaji cha ngumi. Kwa hiyo kupitia kile kipaji chako tunaweza tukakupa jukwaa na unaweza kaja kufanya makubwa zaidi. Bwana, umetisha sana. Shukrani. Mimi natakia tamasha jema kwa hiyo siku, na nafikiri wa Tanzania kupitia PMTV watoto wenye ulemavu pamoja na wazazi wao wataichangamkia fursa. Karibuni sana na PMTV. Mimi ni familia yangu ambayo nafanya nao kazi kwa muda mrefu. Nafikiri hatutoishia hapa, tutakuwa kuanzia leo tarehe 12 leo tutakuwa kuanzia leo tarehe 12 hadi tarehe 20 timu zima PM, naamini mtakuwa uwanjani kwa ajili ya hili jambo bwana. Shukrani. Kwa jina naitwa Abdalla Saidi Majiwa, ni kapteni wa Albinism Sport Club. Kwa ujumla tarehe 20 ni siku ya bonanza na kuhamasisha watu wenye albino kujitokeza katika bonanza hilo, kwa sababu kuna mfadhili anaitwa Nicholas Ngiliule amejitolea kufanya bonanza la michezo kwa watu wenye albino. Tulishawahi kufanya mwezi wa 4 mwaka huu Tabata. Kwa wale ambao waliokuwepo, watu wenye albino wote tulishiriki kwenye bonanza hilo. Kwa hiyo bwana Ngiliule ameamua kushirikiana na sisi katika kuanzisha kuliendeleza bonanza ambao tulilianza mwezi wa 4. Kwa hiyo itafanyika mwaka huu tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2025 chini ya udhamini wa British School. Sawa. Unaambiaje ambao wapo nyumbani wenye ualbino ili waweze kuichangamkia fursa hiyo? Kwa ujumla kwa wazazi, walezi, watoto wote wenye ualbino tunawakaribisha tarehe 20 katika viwanja vya Tabata kushiriki bonanza hilo, kwa sababu timu ya watu wenye ualbino inaibua vipaji na kukuza na kuendeleza. Kwa hiyo tunawahitaji sana watoto hasa kuanzia chini ya miaka 15 wajitokeze kwa wingi sana ili kuona kaka zao wanafanya nini, ili na wao wapate maarifa, wajue kwamba michezo ni ajira, michezo vile vile inajenga afya. Na mnapokutana huwa nini cha zaidi waga pia mnaongea juu ya kucheza? Mshakutana huwa kuna changamoto waga zinawakabili nyinyi watu wenye albinism, mnapokutana pale kuna kitu gani waga mnazungumza? Kwa ujumla tukikutana kwa pamoja, kwanza tunazungumza michezo, kwa sababu sisi ni wana michezo. Tunazungumza tujitokeze kwenye timu mbalimbali kufanya mazoezi. Inawezekana akatokea kocha akakuona wewe unajua kucheza mpira. Lingine, kwa sababu sisi ni watu wenye albino, changamoto yetu kubwa ni jua. Kwa hiyo tunaelezana tusitembee sana juani au tuvae nguo zenye mikono mirefu, suruali zilizoshuka mpaka chini, t-shirt za mikono mirefu na mapama, kwa ili jua lisitupige. Kwa hiyo ndio changamoto yetu kubwa, tukikutana tunazungumza kama wana michezo. Na fursa nyingine ambapo labda mngependa kuielezea juu ya matatizo yenu ambayo mnakabiliana nao ili watu waweze kuwasaidia kupitia tamasha hili, huenda akajitokeza mtu akasema mimi nitaleta mafuta ya kujipaka kwa ajili ya kuhimili ile jua, labda mnasemaje kwa watu kama hawa kwa hiyo siku ya tarehe 20? Kwa ufupi, tunaomba wadau. Sisi kama watu wenye albino tuna changamoto nyingi sana, lakini baadhi ya changamoto tunaomba wadau watusaidie. Kwa mfano, kipindi hiki ni cha jua kali sana na watu wenye albino kutembea jua inakuwa changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau mbalimbali wajitokeze, watusaidie angalau losheni tu za kupaka pamoja kwa watu wenye albino wote ambao watakaofika pale. Lakini sisi kama timu tuna changamoto ya vifaa vya michezo. Sisi hatuna, vimepungua sana, kwa sababu tunacheza mpira, tunashiriki sana michezo mbalimbali, na hata mwakani tunatarajia kushiriki ligi daraja la 3 wilaya Kinondoni. Kwa hiyo uhitaji wetu mkubwa ni vifaa vya michezo. Kama nini? Kama jezi, viatu, bipsi, koni, vifaa vyote vya michezo kiufupi ndio vimepungua katika timu yetu. Kwa hizi siku za kawaida huwa mtu akitaka kuiona Albinism Sports Club anakupateni wapi aje kuangalia mazoezi yenu na labda kuleta chochote kitu, maji ya kunywa hivi? Kwa sasa hivi tunafanya mazoezi, tuko beach kule, kwa sababu muda kidogo tulikuwa tujafanya mazoezi. Kwa hiyo tunafanya beach kule, tunajifua huku tukiendelea kutafuta uwanja pale. Tunatarajia kupata uwanja pale JK Park pale. Tunaweza tukafanya mazoezi kabla tarehe 20. Kwa hiyo kama kuna wadau wanaweza wakatuona, wanaweza wakatupigia simu, kapteni au katibu, naweza wakatupata. Lakini kwa sasa hivi tunafanya mazoezi mchangani beach kule Aga Khan.
chini kule Changani. Labda neno la mwisho. Neno la mwisho ni waombe wazazi wawalete watoto siku ya tarehe 20. Watoto tunawahitaji sana, waje kuona kaka zao, waje kuona mpira ni ajira katika maisha sasa hivi. Naitwa Madam Gladness Charles Ndagile, ni mkuu wa shule ya sekondari Huria British inayopatikana hapa Dar es Salaam Mwenge. Kwanza ni slogan yenyewe ya British School na sisi tunaweza. Kwa sababu tumeona kuna watu wengi ambao huwa wanakata tamaa na kuona kwamba hatuwezi kufikia kitu fulani au hatuwezi kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tulipopata ili jambo kwamba wanataka kuwafanya watu wenye ulemavu wa ngozi waingie kwenye tasnia ya michezo, hususan kwenye swala zima la mpira. Kwa hiyo tukasema ni kweli, kwa sababu tunaona kwenye jamii yetu huwa kidogo wapo nyuma, though kwenye vitu vingine wanafanya na wanashiriki, lakini kuna vitu baadhi ambavyo tunaona wako nyuma. Na katika swala la michezo pia tumeona wako nyuma. Ukiangalia kwenye timu zetu sioni mtu mwenye ulemavu wa ngozi akichezea timu kubwa. Kwa hiyo tulivyosikia hili tukaona ni kweli tunaweza tukasapoti na kufanya hao watu au vijana wenye ulemavu wa ngozi wakashiriki pia katika michezo na wakafikia malengo yao, kwa sababu wana uwezo wa kucheza mpira na wanaweza wakafikia malengo yao. Sasa mnakwenda kuwasaidia nini? Sisi British School tutadhamini ili bonanza, na tumeanza udhamini, tumeshalizamini, na tutasaidia kwa pale ambapo watahitaji msaada. Pia hatutoishia tu kwenye bonanza, kwa sababu tunaamini sio tu michezo, pia wengine wanatamani kuwa katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo tutatoa ofa kwa wale ambao watafanya vizuri kwenye bonanza au watahitaji swala la elimu, kwa tutawapa ofa waweze kupata huduma ya elimu na kufikia ndoto zao.